Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 18 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa zopewa kipaumbele. Inasema habari jaji afichua mabilioni yalivyopotea baada ya wamiliki kufariki. Jaji afichua mamilioni yalivyopotea baada ya wamiliki kufariki. Lakini vijana wadai uhuru wa kufikiri na kuchambua. Vijana wadai uhuru wa kufikiri na kuchambua. Lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni Chadema ya washa moto katiba mpya. Chadema ya washa mpya Chadema ya washa moto ya katiba mpya. Lakini Wasira wahusika wa vurugu wapatikane kisha turidhiane. Huyu ni Wasira asema wahusika wa vurugu wapatikane kisha turidhiane. Lakini CRDB yapa wanahisa waomba Msekela abaki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Rada lenye linaandika kikosi cha makomando kwa misheni zilizoshindikana. Lakini Chadema yamtikisa msajili. Chadema yamtikisa msajili. Na serikali umoja wa kitaifa njia panda. Serikali umoja wa kitaifa njia panda. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Rada kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana na gazeti lako la Rada, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika Wasira wahusika vurugu za Oktoba wachukuliwe hatua. Wahusika vurugu za Oktoba wachukuliwe hatua. Lakini ataka iwe kabla ya kuanza mchakato wa maridhiano. Ampongeza Rais Samia, asisitiza vyama vingi isiwe sababu ya kuanzisha vurugu kuvunja amani. Lakini Kabudi, matukio Oktoba 29 sio utamaduni wetu. Na madaktari bingwa wa ajali Mloganzila wanolewa. Madaktari bingwa wa ajali Mloganzila wanolewa. Tanzania sisitiza kutekeleza agenda mpya ya miji. Tanzania sisitiza kutekeleza agenda mpya ya miji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema mlipuko wa Ebola DRC na umuhimu wa tahadhari East Africa. Mlipuko wa Ebola DRC na umuhimu wa tahadhari East Africa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaandika habari inayosema Mwigulu ahimiza wananchi kuombea amani ya nchi. Huyo ni Mwigulu ahimiza wananchi kuombea amani ya nchi. Lakini Dr. Mwinyi aipongeza UVCCM kuipa mshindi CCM ushindi 2025. Na Dr. Samia Dangote waibua wasomi. Dr. Samia na Dangote waibua wasomi. Ni kuhusu mradi wa kusafisha mafuta ghafi wa zaidi ya shilingi trilioni 40. Lakini wakoshwa na rais wataja sababu 5 kwa nini Tanga ipo kimkakati. Na ipo ya miundombinu ya EACOP, jiografia soko kusini mwa Afrika. Lakini Mwenge wazindua mradi wa umeme wa bilioni 4 Nyasa. Na CCM yataka wahusika wa vurugu Oktoba 29 watajwe washughulikiwe. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye kurasa za mbele linaandika Dr. Mwigulu amrejeshea faraja mkazi wa Kondoa. Wanachuo wawili wafa maji Unguja. Lakini Wasira waliofanya vurugu wapatikane. Hiyo ni Oktoba 29. Wasira asema waliofanya vurugu wapatikane. Lakini uwekezaji sekta ya afya wawaibua madaktari. Na kiongozi akerwa na watu wanaobeba ajenda za waovu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru asubuhi ya leo linaandika wafanyabiashara wa madini Nzega waimpongeza Rais Samia kwa kuimarisha biashara ya madini. Lakini ofisi ya waziri mkuu yapewa Kongole
kwa utekelezaji wa mafunzo ya wanagenzi. Na bilionea Dangote apongeza uchapakazi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, asema ni kiongozi muwazi anayechukua hatua, ataka mwekezaji wamchangamkie fursa zilizopo nchini Tanzania, lakini asifu sera zisizotabirika na uimara wa sarafu yake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru. Lakini Duse Global Education Link wafungua milango ya fursa kwa vijana nchini. Wasaini makubaliano na kuwatafutia fursa duniani. Abdul Maliki Moleli aja na mkakati mpya wa career guidance. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako asubuhi ya leo linaandika BOT kuadhimisha miaka 60 ya kuanzishwa kwake Juni 5. Tanzania yaimarisha ushirikiano wa uwekezaji na Urusi. Lakini serikali yapongeza ushirikiano wa Duse Global Education Link. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Lakini Alhaji Dangote aita wawekezaji kutoka nje kuja Tanzania, na watumishi wawili wa Wizara ya Mipango na Uwekezaji wafariki ajalini Dodoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo lenye asubuhi ya leo linaandika serikali yasisitiza dhamira yake ya kuendeleza utekelezaji ajenda mpya ya miji. Lakini Makonda ahidi mageuzi makubwa Wizara ya Habari, na Duse GL wafungua milango ya fursa kwa vijana wa Tanzania, wasaini makubaliano ya kuwasaidia vijana kitaaluma. Afisa elimu Dar es Salaam awapongeza kwa hatua hiyo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini wanne wachomwa moto Arusha kisa kuiba kuku na simu. Wanne wachomwa moto kisa kuiba kuku na simu. Lakini Dr. Mwigulu wanaotumia nafasi ya kunyanyasa wananchi nitawanyoosha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi leo linaandika Nanauka Rais Samia anataka kila kijana afanikiwe. Lakini Wasira waliosababisha machafuko wapatikane. Huyo ni Steven Wasira asema waliosababisha machafuko wapatikane. Lakini Rais Samia agiza kufutwa kwa sheria ya kutaifisha. Rais Samia agiza kufutwa kwa sheria ya kutaifisha. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika miradi iliyopungua kasi kutiliwa mkazo. Lakini NMB yakabidhi bilioni 468.1 kwa ajili ya mikopo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Sauti Yetu lenyewe linaandika serikali kuendelea kutekeleza miradi ya kilimo na uvuvi, na Dr. Mwigulu tutatekeleza miradi yote ya maendeleo. Dr. Mwigulu anasema tutatekeleza miradi yote ya maendeleo. Lakini Dr. Kwilapo asisitiza dhamira ya serikali makazi bora nchini. Lakini gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika Wasira uwajibishwaji kabla ya kuingia maridhiano. Ataka uwajibishwaji kabla ya kuingia maridhiano. Ni waliosababisha vurugu za Oktoba 29 wabainike na kuchukuliwa hatua za kisheria. Lakini Dr. Mwigulu agiza mkazi wa Kondoa kurejeshewa bidhaa zake. Serikali kuendelea kutekeleza mradi wa kilimo na uvuvi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti lako la Mwanahabari. Ndilo tunaanza nalo kwa habari inayosema Simba yaitoa TRA kwa kichapo cha goli 4-0. Lakini kocha Yanga tuna imani na Mwamnyeto. Kibu Mukwala watikisa Libya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo naandika Chama awasha moto Simba ikitinga nusu fainali. Lakini Ronaldo aendelea kusota bila mataji ya Al Nassr. Mamelodi yaanza vizuri hesabu za ubingwa kafu. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Wamachinga gazeti lako linaandika Yanga yataja bei ya kuuzwa Okelo. Feitoto atajwa kuwa tishio ligi kuu. Simba yaiadhibu TRA goli 4-0 yatinga nusu fainali CRDB. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika kuna michezo Tanzania raha tupu. Tanzania raha tupu. Lakini Casemiro agwa rasmi.
Lakini Yanga kinyonge Azam Simba yaifuata FA. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Julio achimba mkwala ligi kuu bara. Julio achimba mkwala ligi kuu bara. Lakini Mwamnyeto ajiweka pembeni Yanga. Simba yaifuata Yanga yaitandika TRA United Chobwedo hoi. Maodeweji afanya kikao kizito na wachezaji kambini. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubuhi ya leo linaandika striker atoweka Simba, Chama awasha moto dabi ya 5 yanukia. Chama awasha moto dabi ya 5 yanukia. Lakini hesabu mpya Yanga ishu ya Mwamnyeto ya muibua kocha. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.